jina ambalo linatajwa sana kuelekea kwenye mchezo huu wa nusu fainali ni Jephte Kitambala Bola. Imekuwa pia ni michuano ambayo imekwenda kama vile kunoa makali kwenye safu ama niseme kwenye aina ya ufungaji kwa upande wake. Kwa Jephte Kitambala Bola ameendelea kuwa na nyakati nzuri kwa maana ya kutimiza jukumu lake la msingi zaidi kwenye eneo ambalo anacheza. Yeye ni mshambuliaji. Kitu ambacho tamjaji zaidi ni kuona namba za magoli ambayo amefunga. Kama sivyo basi utaangalia usaidizi wa magoli ambayo yamepatikana kwa maana ya assist. Lakini ukiangalia kwenye kile ambacho amekifanya, unaweza kuona amekuwa na nyakati bora kwa kiasi gani kwenye mechi ambazo amepata nafasi. Kwenye mechi ambayo alicheza dhidi ya Singida alifunga goli la kwanza ambayo alipata, na unaangalia mazingira ya goli jinsi ambavyo lipatikana, unampongeza kwa sababu kwenye sifa ya mshambuliaji, unasema mshambuliaji unatakiwa kufanya ufuatiliaji wa tukio la kushambulia mpaka pale ambapo litakamilika. Ukiangalia kwenye ile tukio unaona jinsi ambavyo alifuatilia kwa karibu zaidi, akafika kwenye eneo ambalo ametacha mnata baada ya kublock ule mpira ulivyorudi, yeye akakutana nao, na unampongeza kwenye tukio la pili kwa sababu alifunga na touch yake ya kwanza tu, aliocorrect mpira akaukuta, akashuti, akaenda akapata goli. Lakini kwenye mechi pia ambayo wamecheza dhidi ya URA jana, amefunga pia moja kati ya goli ambalo nasema lilitofautiana na lile ambalo alifunga kwenye mechi dhidi ya Singida. Ndiyo. Kwa sababu ya mazingira, ulikuwa unaona aliupata mpira akakokota kiasi ambacho unapima dribbling ability yake, kwamba uwezo wake wa kukokota mpira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine utakuwa na kiwango gani, na atakuwa na utunza mpira kwa umbali gani kutoka sehemu ambayo yupo na mpira unavyokuwa, ili mpinzani asiweze kupata huo mpira. Na bahati nzuri zaidi unaona kile ambacho alikifanya. Kwanza alimshinda mlinzi ambaye alikuwa anataka kwenda kumzuia. Ana nguvu kweli. Yes, alimzuia kwenye nguvu. Unaona ile fiziki yake ambayo alitumia kwenye tukio lile. Tukio kama lile, mlinzi unatakiwa wewe ndio uwe umegangamara zaidi, kwa sababu tunaamini mlinzi unatakiwa kuwa physically fit, uwe fit kwenye ufiti wako kiasi ambacho haitakuwa rahisi kwa mshambuliaji kukutoa kwenye njia. Lakini unaona jinsi ambavyo Jephte Kitambala Bola alifanya tukio ambalo nasema mlinzi wa URA alizidiwa maarifa, alizidiwa pia nguvu kwenye lile tukio. Jephte Kitambala akaenda akamtoa kwenye reli, then anapiga mpira kwenye eneo ambalo nasema ni impossible angle. Ile mwamba wa kwanza anaupiga mpira juu, naenda kufunga goli. Kwa hiyo upatikanaji wake wa magoli mawili pia kwenye hizi mechi mbili ambazo tumezitaja, lakini utofauti wa magoli ambayo ameyafunga unaweza kukuonesha pengine amekuwa na kitu kingine cha tofauti, na pengine muendelezo huu ambao amekuwa nao kwenye mechi za hivi karibuni, kuwa na uwezo wa kuingia kambani kwa maana ya kufunga, kwa mshambuliaji yote unamuongezea hali ya kujiamini zaidi. Kwa namna yote utamuona pengine sasa hivi anaweza akaamini kwamba anaweza nikafanya vitu vingi zaidi. Jephte Kitambala Bola, utarudi kwenye mechi ambazo amecheza, kwangu naweza nikasema tukirudi nyuma kwenye mechi 5 za mwisho ambazo amecheza Azam FC, ama mechi 4 za mwisho ambazo Azam FC amecheza, iangalie mechi kuanzia mechi ya Singida Black Stars ambayo alicheza Azam Complex, angalia mechi dhidi ya Simba ambayo alicheza Benjamin Mkapa, angalia hizi mechi za Mapinduzi ambazo amecheza. Azam FC imetengeneza nafasi nyingi sana kwenye hizo mechi. Kwa mfano mechi ya Singida ilikuwa ni mechi ambayo kuna wakati mpaka Jephte mwenyewe alikuwa anashangaa kwamba imekuwaje limekosa goli la namna hii. Kuna muda alikuwa anamwangalia mlinda mlango wa Singida mpaka anaona mbona haya kama ni maajabu. Yaani au kama umesave mpaka hii ambayo nimepiga ilikuwa ni hamasi kwenye kiwango bora kabisa kwenye mechi ya Singida dhidi ya Azam FC. Ndio. Lakini utampongeza kwa sababu yeye kama mshambuliaji unatakiwa kujaribu mara nyingi unavyoweza. Na unapojaribu mara nyingi unavyoweza, kitu ambacho pia utakipima ni accuracy yako ya kupiga shuti kwenye goli. Ukiangalia target yake, unaona kuna moment alikuwa anapiga kabisa kwenye goli. Mlinda mlango ndio unatakiwa kufanya kazi yako ya ziada ambayo inakufanya kuwepo hapa golini. Mechi ya Singida alithibitisha hilo. Hakufunga goli, lakini ulikuwa unaona jinsi ambavyo alikuwa anampa wakati mgumu Amas kwenye kumzuia kwenye mpango ambao alikuwa na